Huduma za usingizi na ganzi katika Tanzania bado tuko nyuma kidogo. Serikali imejitahidi, imetuwekea vifaa, theater zipo, mashine za kutoa dawa za usingizi zipo, monitor zipo, dawa zinapatikana. Bado tuna changamoto kwenye idadi ya watu wa huduma. Nchi kama nchi, madaktari bingwa dawa za usingizi hatuzidi 100 kwa population au kwa idadi ya watu ambao ni kama milioni 60 na kwenda juu. Itakiwa tuwe na watu kama 5 wanataaluma kwa kila watu 100,000. Sisi tuko 100, kwa maana yake tunatakiwa tu kama 2000, 1000 na kuendelea, kwa bado hatujafikia ndio. Na ukija kwenye wanataaluma wa kutoa dawa za usingizi kwa watoto waliobobea, tunao 5 tu katika nchi. Watu 5 katika nchi. Kwa maana yake huduma hizi zinatolewa kwenye hospitali za taifa au hospitali za kanda. Kwa ukija kuangalia wale watoto wadogo waliozaliwa mpaka wengine ambao wanahitaji dawa za usingizi kwa ajili ya upasuaji, wengi hawapati huduma za kibingwa, hawapati huduma za specialist. Kwa kama nchi bado tuko mbali sana, tunahitaji tukimbie, tuache kutembea. Wanapaswa kuandaliwa wakingali bado wanasomea ile degree yao ya kwanza. Kwa hivyo kama madaktari wa dawa za usingizi na mabingwa bobezi pia tunahakikisha kwamba wanafunzi wanaanza kuhudhuria katika department ambao ni idara zile zinazohusika na utoaji wa dawa za usingizi na ganzi mapema zaidi, na kujaribu kuwapa tunasema ile hamu na kuambia kwamba tatizo nchini ni kubwa. Tunahitaji watu wengi zaidi wakaweze kusomea udaktari bingwa wa kutoa dawa salama za usingizi na ganzi. Athari ni kubwa sana za upungufu wa madaktari wa kutoa dawa za usingizi, kwa sababu kada hii kidogo ina changamoto ya watoa huduma ni wachache, hasa kwa upande wa madaktari. Lakini tunajitahidi kuongeza training kwa madaktari na wauguzi pia. Lakini pia athari ni kubwa kwa sababu kundi la watoto wanahitaji uangalizi mkubwa zaidi kuliko kwa watu wazima. Kwa hiyo hii gap ambayo madaktari ni wachache, hasa ambao wanadeal na watoto, inapelekea kuwa na complications nyingi sana kwa watoto, na pia operation nyingi za watoto wakati mwingine zinashindwa kufanyika nchini. Kwa hiyo inawalazimu watoto pia kwenda nchi za nje kutafuta huduma hii ya kitaalamu ya operation na pia ya dawa za usingizi na ganzi. Kwa hiyo tunaendelea kutrain madaktari wengi zaidi ili waweze kutupa huduma hususan kwa watoto, na pia kuongeza wigo huu wa utaalamu wa kutoa dawa za usingizi kwa watoto. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Oh, relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu